Kama kweli uko serious na biashara yako ambayo unaifanya kwenye matangazo ya Facebook pamoja na Instagram na unategemea iwe ni miongoni mwa vitu ambavyo vinakutengenezea pesa nyingi, basi hakikisha matangazo yako yote ambayo unayafanya kwenye hizi platform yanazingatia hizi sheria 3. Ni sheria ambazo ni lazima uzitumie kama kweli uko serious na unataka kupata matokeo katika haya majukwaa ya Facebook pamoja na Instagram, especially kwa wewe ambaye unafanya matangazo. Kwa hiyo episode ya siku ya leo ni muhimu sana. Hakikisha unaisikiliza kuanzia mwanzo mpaka mwisho ili uweze kujua ni sheria zipi ambazo ni muhimu sana kuweza kuzizingatia na mwisho wa siku zikakupa matokeo ambayo ni bora zaidi kwenye haya majukwaa ya Facebook pamoja na Instagram. Sheria ya kwanza, hakikisha kila tangazo ambalo unalitengeneza basi linaendana na matakwa ya wateja wako. Yani tangazo ambalo utalifanya hakikisha linaendana na audience ambayo unaitegemea kuipata kwenye hayo matangazo. Tukizungumzia uelewa, lugha ambayo unatumia, maamuzi, lazima ujifunze kila kitu ambacho kinamhusu huyo mteja wako ili unavyotengeneza tangazo liwe ni tangazo ambalo litaenda kueleweka kiurahisi kwa mtu ambaye unaenda kumpelekea. Kwa hiyo hakikisha unawajua vizuri wateja ambao unaenda kuwafikia, kwa maana hiyo ni kwamba lazima utakuwa mbele ya muda. Ukishamjua adui ni rahisi zaidi kuweza kumshinda. Kwa hiyo wakati wa kuplani tangazo lako hakikisha unatumia lugha ambayo ni rahisi huyo mteja wako kuweza kuielewa, lakini pia hakikisha kwamba hiyo lugha ambayo unaitumia inaweza ikampa pia nafasi huyo mtu kuweza kufanya maamuzi. Kwa hiyo hakikisha unakula sahani moja na mteja wako. Fanya kila unaloweza, lakini hakikisha unatengeneza tangazo ambalo hata wewe mwenyewe leo hii ukikaa upande wa mteja unaweza kushawishika kwenye hilo tangazo ambalo umetengeneza. Na hiyo ni namba 1. Hiyo ndio itakupa garantia kuweza kupata matokeo mazuri, kwa sababu utakuwa unapeleka kitu ambacho kinahitajika sokoni, lakini pia kitu ambacho ni rahisi kuweza kueleweka na watu wakateke action kwenye hicho kitu ambacho unakitangaza. Lakini pia sheria ya pili ambayo ni lazima matangazo yako yafuate, hakikisha tangazo linaendana na malengo yake. Yani kabla hujatengeneza tangazo, kabla hujaanza hata kuplan unafanya nini, lazima uwe na malengo kwamba nataka nipate kitu gani kutoka kwenye hili tangazo. Kumbuka Instagram na Facebook watafanya kazi kulingana na vile ambavyo umewapa maelekezo. Ukisema unataka wateja, watakupa wateja. Ukisema unataka comments, watakupa comments. Ukisema unataka like, watakupa like. Unataka followers, watakupa followers. Kwa hiyo hakikisha una malengo ambayo yanaendana na kitu ambacho unataka ukifikia. Kwa hiyo hakikisha tangazo lako linaendana na malengo yako, kwa maana ya kwamba kama unataka kuuza basi hakikisha una select vitu ambavyo vitakuwezesha kuweza kuuza. Kama unataka kupata engagement, hakikisha una select vitu ambavyo vitakupa engagement. Narudia tena, Instagram na Facebook watakupa kile ambacho unastahili, sio kile ambacho hautaki au haujaplan kukipata. Yani hata kama ulikuwa unataka kupata wateja lakini matangazo yako kayafanya kwa namna ya kupata engagement, basi watakupa hicho kitu ambacho umekifanya. Hawezi wakaenda nje na malengo au kitu ambacho wewe unakitaka. That's number 2. Lakini pia sheria ya 3 ambayo ni lazima pia uizingatie sana ni kufanya testing. Watu wengi sana wanasema Mtanzania mbona unatuambia tufanye testing inaonekana yani it's like kupoteza pesa fulani hivi, lakini nipende tu kuambia kwamba testing sio kupoteza pesa. Testing ni investment kubwa sana ambayo unaifanya kwenye matangazo, kwa sababu hii ndio itakupa direction, kitu gani kinafanya kazi na kitu gani hakifanyi kazi. Weka hiki, toa hiki ili uweze kupata kitu ambacho kitakuwa ni bora zaidi. Kwa hiyo usichoke sana kufanya testing. Test ujue vitu ambavyo unatakiwa kufocus navyo sana, lakini pia vitu ambavyo unatakiwa kuviondoa, lakini pia vitu gani ambavyo unaweza ukaviboresha na vikakupa matokeo ambayo yako bora zaidi. Kwa hiyo testing ukifanya mara nyingi itakuwa inakupa hiyo nafasi ya kuweza kuchambua hivyo vitu. Na mara zote huwa nasema kama mtu unafanya matangazo na ufanye testing, ina maana kwamba wewe unabeti. Hamna kitu ambacho unakifanya ukiwa na uhalisia, kwa sababu kama unafanya testing ina maana kwamba unakuwa unaondoka na matangazo ambayo it's really working. Ni yale ambayo yatakupa matokeo, umeshajua kabisa kwamba okay, hili naenda kupata matokeo mazuri. Lakini kama ufanye testing ndio kama hivyo, yani unabeti uelewe kama inaweza katoa ama isitoe. Kwa hiyo hakikisha unaacha kubeti na unaanza kufanya matangazo ambayo yatakupa matokeo mazuri sana. Na hili ndio lengo kuu la hii podcast, kuhakikisha kwamba unapata knowledge ambayo itakuwa ni sahihi kwa ajili ya kuweza kukuwezesha wewe kupata matokeo mazuri kwenye biashara yako mtandaoni, lakini pia kuweza kukupa
nafasi nzuri sana ya kuwa bora sokoni, hususan kwenye matangazo ya kulipia katika hizi platforms za Instagram pamoja na Facebook. Kwa hiyo kama una ndugu jamaa au rafiki ambaye unafikiri hii podcast inaweza kuwa na muhimu kwake, tafadhali hakikisha una share naye, lakini pia usisahau kuniachia comment yako katika upande wa comment, kitu gani ambacho umejifunza na kipi ambacho unawishi kujifunza kupitia episode za podcast hii. Mimi naitwa Joram Tanzania.